Taarifa mengi zaidi, huku swala la usambazaji wa maji eneo la Pwani likiendelea kuzua gumzo kutokana na kuripotiwa kupasuka kwa bomba la maji la eneo la Mzima mara kwa mara. Basi mradi wa Mzima 2 kwenye kaunti ya Taita Taveta na ule wa Mwake katika kaunti ya Kwale inalenga kutatua changamoto hizo. Haya ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa shirika la maji Pwani Coast Water Works Development Agency Daniel Mwaringa, aliyezungumza na wanahabari katika hafla ya kuzindua na kukabidhi miradi ya visima vya maji kwa mwananchi. Mwaringa aidha amesema kwamba serikali iko mbioni kuhakikisha kwamba inafanikisha mpango wake wa bottom up kwa kufanya miradi mingi zaidi ya maji. Mzima 2 hivi sasa haijakamilika, lakini in every 2 weeks huwa kuna kamati ambayo inakaa kuizungumzia jambo hilo, kwa sababu ukiangalia hii Mzima ya zamani ilifanyika zamani sana, hata sikumbuki 1953 nafikiri 1953, ambapo ukiangalia sasa lile bomba la maji limekuwa ni zee, na katika kwa siku linatupatia tu maji ambayo ni 40 million liters per day, na tukijua hata juzi tulikuwa kule ina capacity ya kutupatia zaidi, isipokuwa tu ni kwamba hakuna ile channel ambayo inaweza kutumia ile maji ambayo baada ya tukishachukua pale kuingiza katika ile bomba ambalo lipo, yengine bado yanarudi katika ule mto ambapo it's a waste. Lakini tutakapofaulisha hiyo Mzima 2 ambapo pale kuna outlet ambayo tayari ipo, basi itakuwa ni mradi mkubwa sana ambapo utamaliza hiyo shida. Na hamjaniuliza, lakini ningeomba niwazungumzie pia kuhusu mradi wa Mwache Dam ambao huko Kwale. Najua huku ni Taita, lakini pia Kwale tuna ule mradi ambao ni wa Mwache Dam. Mwache Dam kwa nini nautaja hapa? Iwapo Mwache Dam itakamilika, ambayo iko katika 54%, itapunguza shida za maji za Mombasa na sehemu zingine za Kilifi. Sasa hii Mzima tunaweza kutafuta mbinu, badala kuwa maji sasa yanaenda Mombasa, tutafute mbinu ya kusambaza katika maeneo haya ili maji yako Taita na Wataita pia na Wataveta waweze kupata maji.